Kwa wale ambao wana vision ndio hao. Wapo, ukiangalia group lao wote hawamo mle. Sole kwa brother wangu yule nani. Lakini wote hawamo. Hawamo group lao. Hawamo. Bwela si ndio huyu bwana? Yaani kwamba ni unasikitika kwamba uwanja ni mdogo. Nasikitika uwanja ni mdogo kwa sababu vibe ya mnyama hata ndugu zangu watani wanaijua. Akapoteana, lakini sisi hatushindani na mtani. Sisi tupo kwa ajili ya kuangalia renki za kafu zinasemaje. Ndio unakuta Simba na Yanga, Simba kwenye renki za kafu ipo vizuri, ndio, lakini ndani tunaonekana kama tunategatega. Nashukuru hata tufanye jambo. Kama tufanye jambo, lakini tunaonekana kwa watu ambao kidogo wana vision ya hali ya juu. Kwa hiyo wale wasiokuwa na vision wapo, lakini ambao hawana vision wapo. Ukiwaangalia tunawaona hata uswahilini. Simba pole, lakini wanajua wanachokifanya. Simba tumeona mpole, lakini macho yake anajua anafanya nini. Akimwangalia huyu mwenda pole kachoka, simli, mwacha yeye. Huyu atakuja kusumbua, ngoja nimle. Ndio Simba huyo. Bwana, mi kama nilivyokuambia bila kuchoka, hii ni Simba Fans TV na tuko hapa visiwani Zanzibar kuzungumza na Wazanzibari na wana Simba kuhusiana na heshima kubwa ambao wamepewa ya mchezo wa kombe la shirikisho, nusu fainali ya kwanza kabisa kuletwa hapa visiwani Zanzibar, kuhakikisha kwamba wanamsaidia mnyama kwenda hatua ya nusu fainali. Kama nilivyo SFTV tuko hapa katika dimba la New Amani Complex kuangalia ni namna gani mambo yanakwenda usiku huu. Niko naye mwenetu hapa, mtu wa amani huyu Rasta. Bwana, mambo ni aje mzee? Safi kakangu. Uko poa? Niko poa bro. Ubaya ubwela. Ubaya ubwela 100%. Ubaya ubwela 100%. Zingine tunamwachia Mwenyezi Mungu. Ndio. Kwa sababu kila jambo lazima umtangulize Mwenyezi Mungu mbele. Ndio. Kwa umri wangu kushuhudia klabu ambayo inawakilisha taifa la Tanzania, ndio, kwa kweli kufika nusu fainali nimefurahi sana. Nimefurahi sana. Tena hapa visiwani. Hapa visiwani. Sijafurahi asilimia zote. Yaani popote ni nyumbani, lakini ingechezwa Dar es Salaam. Najua ndugu zangu kutoka Mwanza, Dodoma, Mtwara, Singida, Iringa, Mbeya, Morogoro wangekusanyika sana. Lakini kwa sasa hivi tutajoini, ndio tutakuja wengi, lakini uwanja ni mdogo. Yaani kwamba ni unasikitika kwamba uwanja ni mdogo. Nasikitika uwanja ni mdogo kwa sababu vibe ya mnyama hata ndugu zangu watani wanaijua. Watani wanaijua kwa sababu vibe ya mnyama inaweza kusababisha hata mtani akapoteana, lakini sisi hatushindani na mtani. Sisi tupo kwa ajili ya kuangalia renki za kafu zinasemaje. Ndio unakuta Simba na Yanga, Simba kwenye renki za kafu ipo vizuri, ndio, lakini ndani tunaonekana kama tunategatega. Nashukuru hata tufanye jambo. Kama tufanye jambo, lakini tunaonekana kwa watu ambao kidogo wana vision ya hali ya juu. Kwa hiyo wale wasiokuwa na vision wapo, lakini ambao hawana vision wapo. Ukiwaangalia tunawaona hata uswahilini. Wapoje? Wapoje? Ukimtaja mtu dhambi unaweza ukashtakiwa babu. Lakini Simba inafahamika, Simba mnyama. Kwa wale ambao wana vision ndio hao. Wapo. Ukiwaangalia group lao wote hawamo mle. Sole kwa brother wangu yule nani. Lakini wote hawamo. Hawamo group lao. Hawamo. Na nyinyi group lenu wawili mmetoka wote? Tumo wote wawili tu. Kwa hiyo sasa hivi ubaya ubwela ya Ahmed Ally na uongozi wa Simba tunaiona ina faida gani. Lakini maana ya ubaya ubwela isiishie tu kwenye nusu fainali ya shirikisho. Yote ni michuano mikubwa ya Afrika. Ndio. Lakini napenda kuona Simba kesho inacheza klabu bingwa, alafu inakuwa bingwa, alafu inacheza michuano ya kushindana na bingwa wa dunia. Sijui umenielewa? Tunavyozungumzia Simba kama unamzungumzia Nyerere au kama unamzungumzia Karume. Ndio. Ni kitu kikubwa kwenye mpira kwa sasa. Yaani unazungumzia watu ambao hata wajukuu watu kamsome fulani. Kwa hiyo unaonyesha unakuwa na uelewa kwamba alikuwa fulani. Kwa hiyo yani Simba kwenye mpira kama hivi iwekwe kwenye mtaala kwamba tukizungumzia mpira wa Tanzania tunamzungumzia mnyama. Baba, unapozungumzia Simba sasa unazungumzia mtaala fulani huko kwenye daraja fulani, kwamba mtoto anatakiwa ajue Simba imetoka wapi hadi imefika hapa, alikuwepo nani, kiongozi wake nani, wamepita makocha wangapi, wamepita wakina fulani wangapi. Imeleta mabadiliko haya. Imeleta mabadiliko. Kwa umri wangu mimi ningefariki mie, naitwa Amani Kisinda, sijashuhudia Simba imefika nusu fainali, lakini hata sasa hivi nikiondoka duniani alhamdulillah.
Simba imefika nusu finali. Ni jambo la kujivunia kaka. Tuache masiala, macho waga yadanganyi. Macho yangu yanaonekana kabisa yana furaha. Haijalishi nitafungwa, haijalishi itakuwaje, lakini naamini nguvu moja. One power. You can do something. Something what? Yeah, something works always. One power. Everybody must know one power. We can do something. Bana hapo alivyosema everybody must know one power. Hebu tafsiri wengine sisi shule tujaje. Kila mmoja lazima ajue maana ya nguvu moja. Maana ya nguvu moja ni kumsogeza mnyama asogee. Na uongozi wa Simba nawaambia tena na tena kutoka moyoni. Naomba Simba ibadilike. Simba ibadilike. Shabiki yoyote wa Simba, naomba ujitambue wewe ni mtu muhimu sana katika ukanda huu wa East Africa. Ndio. Ni hicho tu. Hakuna kingine. Kwa kweli nashukuru mwaliko wenu umefana sana, na hii michuano iendelee kama ilivyoandaliwa na kafu, ili tuijue Afrika yetu inaenda wapi na vilabu vyetu vya ndani vinaenda wapi. Bla bla tuondoe. Mpira unataka knowledge, mpira unataka pesa, mpira unataka heshima, mpira hutaki usela yote nyumbani kwako. Ndio. Hii dabi yenyewe mmeialisha, imeniuma sana leo. Sitaki kuongelea dabi kwa sababu ni kitu kidogo. Ndio. Kwa ndani ni kitu kikubwa, ila kimataifa ni kitu kidogo. Sijui umeelewa? Dabi kwa ndani ni kitu kikubwa, kimataifa ni kitu kidogo. Na Simba ni mkolevu za kimataifa. Na sisi tuko juu. We are on the top of African football. Yeah, in African football. So if we need something, I hope we get it soon, more than soon. Simba ubaya ubwela, si wasomi. Kila kitu Mwenyezi Mungu anakupa. Mwenyezi Mungu akiamua kukupa mchanga wa akili anakuwekea. Ila nyinyi Simba kama kwani umezidi hivi? Haujazidi, sisi tuna ukweli. Na ukweli siku zote unauma. Maana ya nguvu moja ni ukweli. Ndio. Kama hakuna ukweli hakuna nguvu moja. Ambao hawana nguvu moja ndio wale waliofeli kwenye ukweli. Kaka macho oga yadanganyi. Sema kama unaongea kikodi hapo, mimi nataka ufunguke bana. Mfano wangu naweza nikakwambia kitu kimoja tu ukikumbuke. Rais wangu sasa Mwenyezi Mungu kamchukua. Ndio. Magufuli, sawa? Alisema Mama Samia machoni ukimuona kama vile mpole, lakini macho yake yule mama ukiyatafsiri rais wangu mimi wa taifa hili la Tanzania. Ndio. Ukiangalia macho yake utaona mpole, lakini anajua anachokifanya. Ndio Simba. Simba pole lakini wanajua anachokifanya. Simba utamwona mpole lakini macho yake anajua anafanya nini. Akimwangalia huyu mwenda pole kachoka, simli mwacha yeye. Huyu atakuja kusumbua, ngoja nimle. Ndio Simba huyo. Bana, ongea na Wazanzibari ambao kesho wana dhima ya kuipa ushindi timu ya Simba hapa katika Dimba la Amani. Ushauri, maoni. Yaani Zanzibar yote, ndugu zangu wote wa Zanzibari, hili ni jambo letu, jambo la kitaifa. Kwa hiyo tumshukuru Mwenyezi Mungu tumeletewa hiki kitu. Hiki kitu kuletewa Zanzibar hii sio kitu cha mchezo. Kuna watu walitamani wapewe hiki kitu. Mwanza wangetamani, viwanja vikubwa vipo. Tabora wangetamani, sijui Musoma wangetamani, tuko pamoja kwa kangu. Mbeya wangetamani, Arusha wangetamani, kwani kule hakuna binadamu? Wapo. Lakini watu wamekaa, viongozi na uongozi wa kafu wamesema jamani, ngoma ipelekwe wapi? Zanzibar. Kafu ndio amechagua Zanzibar ikachezwe dimba. Kwa hiyo kesho mwana Zanzibari, uwe Pemba, uwe sijui wapi, uko Unguja hapa, sijui watu wa Nungu, Chiwengwa, Paje, wapi, jamani njooni tujaze uwanja. Uwanja haujai, sio ndoo ya maji. Ndoo ya maji ndio inajaa. Uwanja toka lini ukaja? Njooni, hata tukikaa nje tu hapa, tukikaa hapa nje ama tumekaa tu. Piga kelele. Huyu South Africa mmoja akisikia kelele anaogopa. Lakini sio eti mmekaa tu ile. Simba sio kukaa kinyonge. Wazanzibari tusiangushane. Najua Zanzibar kuna michezo. Ukitaka kujua Zanzibar kuna michezo, nenda Maisara. Maisara kuna michezo. Watu wanacheza mpira, wanacheza volleyball, wanacheza nini? Na nashukuru Zanzibar hii baada ya miaka 10 ijayo kuna kitu kikubwa. Sababu Rais Mwinyi, Mheshimiwa Rais Mwinyi anayoyafanya ndani ya Zanzibar, lazima utumie akili ya kuona mbali. Kuna michezo hapa itafanywa, uchumi wa vijana huo. Hakuna hata kusikia kijana anakaa hana kazi. Hakuna hiyo. Kwa hiyo namshukuru sana Mheshimiwa Mwinyi, nashukuru sana kafu, nashukuru TFF, nashukuru kila kitu. Kesho tushuhudie mbunge hapa.
Bana nikushukuru sana. Nashukuru sana, naitwa Amani Kisinda. Amani Kisinda. Bana mimi nimekupata sana. Mtoto wa Morogoro, huku nimekuja kutafuta. Na watafutaji na watafutaji tupo kwa sababu huku ni kwetu na tumepokewa na Zanzibar vizuri, Zanzibar raha. Bana shukrani sana. Nashukuruni sana. Amani itawale, michuano hii iende salama. Namshukuru sana, nashukuruni sana, nashukuruni sana. Sina cha kuongea. Shukrani sana.